Ni Mungu ndiye aliyeweka ndani ya mwinjilisti, ndani ya mtumishaji, ndani yangu, ndani yako wewe, kwamba tuwahudumia ndugu zetu waliopo nje kwa njia ya mtandao, na sisi tunafurahia kwa sababu yao, na wamekuwa waaminifu kweli, wamekuwa na juhudi sana. Wamekuwa na juhudi katika kazi ya Mungu, wamekuwa na juhudi ya kufuatilia, lakini wamekuwa na juhudi katika mambo yote ambayo ni muhimu kwa ajili ya Kristo Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na wasalimia kwa jina la Yesu. Amen. Ninayo furaha kubwa kusimama mbele zako kwa dakika hii kama zawadi. Muda kama zawadi. Amen. Naona Asia anapepea. Ninajua kabisa muda si mrefu tutakuwa na jengo zuri lenye feni. Amen. Miundombinu yetu mingi ni ya muda. Kwa hiyo nina idea moja nzuri sana kwa ajili ya kufanya wiring upya na kufunga feni. Amen. Tutazifunga. Kwa hiyo tunaweza kabisa na Mungu atatuwezesha. Na tunao rafiki zetu ambao pia tunaungana nao kwa njia ya mtandao. Naamini wakijua kwamba kanisa la Mungu linahitaji matengenezo, nao pia watatushika mkono. Amen. Kwa hiyo tunafurahia kwamba wale wenzetu ambao tumekuwa nao katika kazi ya Mungu wanaipenda hii kazi ya Mungu. Wanaipenda na wamekuwa wakiungana nasi. Hongera sana mzee wetu wa kanisa Everest Moria, kazi njema ya kutufundisha vijana. Ninaifurahia hiyo kazi kuliko ambavyo naweza kusema kwenye maneno yangu ya mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yake imekuwa ni njema na tunapenda sana. Ni vyema ukasema mema ya mtu wakati bado yu hai. Amekuwa ni mtu wa faida sana. Bwana Yesu apewe sifa. Baba yetu amekuwa ni mtu wa faida sana. Sio faida ya fedha. Ukitafuta fedha inaweza kuisha, lakini maarifa na hekima haviwezi kuisha vikikaa ndani ya moyo wa mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Ninasema mzee wetu amekuwa ni mtu wa faida kwa sababu ametupa kuthubutu. Ametupa kusonga mbele katika kazi ya Mungu. Mimi nafahamu tangu tulipoanza naye anasema songa mbele tu. Kwani ni nini cha kuogopa? Unaogopa nini? Hii dunia umeitengeneza wewe. Anawaambia songa mbele. Mungu aliyeumba hii dunia ndiye anayejua kwamba atakufikisha wapi. Sasa utaachaje kusonga mbele? Amen. Kwa hiyo amekuwa ni jasiri, mwaminifu. Maneno haya ninayoyasema naamini hata mtumishi wa Mungu Charles atakuwa ni shahidi mwaminifu kwamba mzee wetu amekuwa ni jasiri ambaye anatutia moyo kusonga mbele. Na uzuri ni kwamba hajawahi kututia moyo kusonga mbele kwenye uharibifu. Anatutia moyo kusonga mbele katika matendo mema ya kumtukuza Mungu. Huyo si mtu wa faida. Ukienda mahali pengine wazee labda wa umri wake, unaweza kukuta wana matunguli, wana mambo ya uchawi, wanamiliki madhabahu za ajabu. Wazee wa umri huo wanarithisha vijana. Lakini yeye anaturithisha neno la Mungu. Anaturithisha ujasiri na ushujaa. Na neno la Mungu linasema iweni majasiri na ushujaa mwingi. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa ni tarehe 4 leo ya mwezi wa kwanza, Jumapili ya kwanza ya mwaka huu wa 2026 ama 2026. Ninayo sababu ya kumtukuza Mungu sana kwamba leo kwetu ni ibada ya shukrani. Amen. Leo kwetu ni ibada ya nini? Ya shukrani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ametujalia kuiona hii Jumapili ya kwanza. Amen. Jumapili ya kwanza. Somo letu linasema jenga tabia ya kumshukuru Mungu. Jenga tabia ya kumshukuru Mungu kwa furaha na utoaji wa sadaka. Jenga tabia ya kumshukuru Mungu kwa furaha, alafu pia na utoaji wa nini? Wa sadaka katika shukrani zako. Jenga tabia hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwaka 2026, una nini ambacho unatamani kiandikwe kwenye kitabu chako cha uzima? Wakati somo likiwa linatuambia habari ya kujenga tabia ya kumshukuru Mungu, lakini pia na kutoa sadaka ya shukrani kwa furaha. Yaani unapomshukuru Mungu upate nafasi ya kumtolea huyu Mungu kwa furaha, kwa kufurahi, kwa kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome katika kitabu cha Nyakati wa Pili. Nyakati wa Pili
Mambo ya Nyakati wa Pili. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Hebu mtu mmoja afunue kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili. Amen. Tumepata Mambo ya Nyakati wa Pili 7. Tutaanza na ule mstari wa kwanza. Nyakati wa Pili 7, tutaanza na ule mstari wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa Pili, tutaanza na ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Msomaji akiwa na mic itafaa zaidi. Mambo ya Nyakati wa Pili kinapatikana baada ya kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, ama kinapatikana baada ya kitabu cha Wafalme wa Pili, na mbele yake kuna kitabu cha Ezra. Kuna watu wanatafuta. Hatukimbii kwa sababu tunatamani kuungana katika roho na kweli. Amen. Amen. Mambo ya Nyakati wa Pili 7, ule mstari wa kwanza mpaka wa 6. Biblia kubwa ni ukurasa wa 442. Biblia kubwa kama hii nilionayo ni ukurasa wa 442. Amen. 442 hapo na kuendelea. Karibu msomaji. Neno la Mungu linasema, Basi Suleimani alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni. Basi Suleiman alipokwisha, maana alipokwisha kuomba maombi hayo, alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni. Ukateketeza sadaka ya kuteketezwa. Ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba. Utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba. Mstari wa 2. Wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana. Wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. Kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. Mstari wa 3. Wakatazama wana wa Israeli wote waliposhuka ule moto. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto. Uliposhuka ule moto, wana wa Israeli wote wakatazama. Wana wa Israeli wote wakatazama uliposhuka ule moto. Amen. Utukufu wa Bwana ulipokuwapo. Utukufu wa Bwana ulipokuwapo juu ya nyumba. Wakasujudu kifurifuri hata nchi sakafuni. Wakasujudu kifurifuri hata nchi. Wakanyenyekea mbele za Mungu, wakapiga magoti, wakamwabudu Mungu, wakasema hakika wewe ni Mungu. Wakamsujudu Mungu hata nchi mpaka ardhi, wakasujudu chini hata nchi sakafuni. Wakaabudu. Wakamshukuru Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa 4. Amen. Ndipo mfalme na watu wote wakatoa dhabihu mbele za Bwana. Ndipo mfalme na watu wote wakatoa dhabihu mbele za Bwana. Ndipo mfalme na watu wote wakatoa dhabihu mbele za Bwana, wakimshukuru Mungu. Mstari wa 5. Amen. Mfalme Suleimani akatoa sadaka ya ng'ombe 22,000. Mfalme Suleiman akatoa sadaka ya ng'ombe 22,000 na kondoo 120,000. Ndivyo mfalme na watu wote walivyoifanya wakfu nyumba ya Mungu. Ndivyo mfalme na watu wote walivyoifanya nyumba ya Mungu. Sikiliza, hapa inawezekana si wote tunaweza kupata ng'ombe 22,000 na kondoo 100,000, labda tuseme kwa lugha ya kawaida. Anaposema kondoo 120,000, maana yake kondoo 120,000. Ndio maana wanawaambia watu, hakuna tajiri duniani hapa sasa hivi aliyeufikia utajiri wa Suleiman. Endelea mpaka mwisho hapo, mpaka mstari wa 6 tumalizie. Mstari wa 6. Amen. Wakasimama makuhani sawasawa na malinzi yao. Wakasimama makuhani sawasawa na zamu zao na malinzi yao, maana yake sawasawa na zamu walizokuwa nazo, sawasawa na zamu zao. Amen.
Walawi nao pamoja na vinanda vya Bwana, Walawi nao pamoja na vinanda vya Bwana alivyovifanya Daudi mfalme, alivyovitengeneza Daudi mfalme. Vinanda manake wakaja na vyombo vya sifa. Sasa hivi tuna maspika, tuna hizi maiki, tuna vitu vingi, tuna mikono yetu tunaweza kupiga makofi, wengine wana makeyboard. Wakasimama na hivyo vyombo ili wafanye nini? Walitukuze jina la Bwana, ili kumshukuru Bwana, ili kumshukuru Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hapo aliposifu Daudi kwa mikono yao, hapo aliposifu Daudi kwa mikono yao, nao makuhani wakapiga panda mbele yao, nao makuhani wakapiga panda mbele yao, ama parapanda, vyombo vya sifa hivyo, nao Israeli wote wakasimama. Haleluya. Ukilisikiliza vizuri neno hili linaeleza matendo makuu ya Mungu ambayo ni matokeo ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisikiliza vizuri habari hizi ni matokeo ya watu ambao wanayatazama matendo ya Mungu makuu aliyowatendea, wanakwenda mbele za Mungu kwa mioyo ya shukrani, wanakwenda mbele za Mungu kwa mioyo ya shangwe, wanakwenda mbele za Mungu kwa mioyo iliyonyenyekea. Hawa ni watu ambao walijua matendo makuu ya Mungu. Wanasemaje? Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mtu mmoja niambie andiko ambalo nimewatumia leo asubuhi. Nimewatumia andiko leo asubuhi. Mtu mmoja niambie linasemaje? Aya, nani hajapata andiko nililowatumia? Wengi tumepata. Labda tu dada mmoja tu pale. Si ndio Dada nadhani namba yake siyaingiza kwangu vizuri. Ninatoa muda asubuhi. Mungu akinipa nafasi naitumia kuhakikisha kwamba ujumbe unawafikia. Nasema hivi, mtu mmoja alisema hilo andiko Zaburi 136 mstari wa 2. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Lakini nilikuwa natamani mtu aliseme hilo neno, sio kutoka kwenye simu. Nilikuwa natamani mtu aliseme hilo neno kama alilipokea kwa shukurani asubuhi. Maana yake hilo neno lingekuwa limeshakaa ndani yake, kwamba Zaburi ya 136 mstari wa 2 inasema mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hiyo ni Zaburi ya 136 mstari wa 2. Ninatamani sana haya maandiko unapoyapata, jitahidi sana kulisoma mara moja, mara ya pili, mara ya tatu. Lisome hilo andiko, halafu hilo andiko lifanyie kazi hapo hapo. Mshukuru Mungu saa hiyo, ikiwezekana piga magoti, mwambie Mungu, nimeletewa huu ujumbe nikushukuru. Ninakushukuru kwa maana fadhili zako ni za milele. Bwana Yesu apewe sifa. Hao wenzetu katika Mambo ya Nyakati wa Pili, ule mlango wa 7, kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa 6 tuliosoma, hawa waliongozwa na wafalme. Bwana Yesu apewe sifa. Waliongozwa na makuhani, waliongozwa na Walawi. Walawi walikuwa wanafanya kazi ya kuhudumu katika nyumba ya Bwana. Waliongozwa pamoja, walikuwa wanafanya nini? Walifanya kazi ya kumshukuru Mungu na kumtolea dhabihu. Kwa nini walifanya hivyo? Wanasema neno moja tu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa maana utukufu wake ni wa kizazi hata kizazi. Kwa maana ametutendea mambo makuu. Angalia siri iliyofichika. Siri kubwa iliyofichika kwa Mfalme Sulemani. Kwa Mfalme Sulemani ambaye alikuwa na utajiri wa kutisha. Alikuwa na utajiri wa kiwango ambacho angeweza kuwa na kiburi. Alikuwa na utajiri ambao angeweza kuwa na kiburi duniani. Alikuwa na utajiri ambao angeweza kuwa na dharau. Alikuwa na kiburi, alikuwa na utajiri ambao angeweza kuwa na ukaidi. Lakini hakuwa na kiburi. Kwa nini Mfalme Sulemani hakuwa na kiburi? Kwa sababu alijua vyote, dunia na vyote vijazavyo ulimwengu ni mali ya nani? Ya Bwana. Sasa hivi hakuna mtu ambaye ana store ya madini. Hata kama ana madini anavyo vichache tu vya kuhesabika. Lakini Mfalme Sulemani ni mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuijaza lori, akaijaza gari kwa madini, akaijaza meli kwa madini. Lakini hakuwa na kiburi. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuwa na kiburi kwa sababu alikuwa anamjua Mungu wa miungu. Anasema mshukuruni Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Kwa maana ni mwema.
wema wake haupimiki. Ni nini ambacho kinatupeleka leo, ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya 2026, tuyatafakari mambo haya ambayo wenzetu walikuwa wanamshukuru Mungu? Wana wa Israeli walipigana vita nyingi. Hapa walikuwa wametoka kwenye kupigana vita nyingi. Waliposhinda zile vita, walirudi madhabahuni wakamshukuru Mungu. Walipopita mapito magumu, walirudi madhabahuni wakamshukuru Mungu. Je, hakuna mapito uliopita 2025? Hayapo? Hujaona kama Mungu amekupigania? Je, unapokwenda mbele za Mungu unakwenda na moyo wa namna gani? Unaweza kwenda kawaida tu ukajihesabia haki, kusema haina shida bwana, sinaenda tu kanisani, ni Jumapili. Lakini Jumapili hii haipo popote ambapo utaipata tena, haipo. Ipo moja tu, na masaa yaliyokwisha kumegwa hayatarudi tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kushukuru sio udhaifu. Kushukuru ni ishara ya heshima. Andika kama utakumbuka. Kumshukuru Mungu sio ishara ya udhaifu. Kushukuru Mungu ni ishara. Mara nyingi natoa mifano kwamba sisi sote tuna watoto wetu tukiwapa pipi tu peke yake ya shilingi 100, yaani hata usemi asante, unatamani hata kumnyang'anya. Kwa nini? Kwa sababu hajashukuru. Lakini Mungu anahitaji shukurani nyingi. Leo iwe ni ibada yetu ya shukurani kwa Mungu, kumwambia kwamba tunajua mwaka huu utatutendea mambo makuu. Si tumeshaandika maombi yetu? Au kuna mtu hajaandika? Una mashaka kwamba hayatatimia? Mafunuo ya mtumishi wa Mungu yatuongoza kwamba tunayaweka kwenye ndoo ya maji ili aweze kuzaa, tukaweka kwenye ndoo ya maji. Na mimi leo nataka nikuhakikishie, chochote ulichomuomba Mungu, Mungu anakungoja wewe tu. Imani yako ni kubwa kiasi gani kwake? Imani yako ikiwa kubwa, matendo ya Mungu yanakuwa makubwa. Imani yako ikiwa ndogo, matendo ya Mungu yanakuwa madogo. Kwa sababu gani? Mungu hawezi kubebesha toyo, abebeshe mzigo wa treni. Haleluya. Mungu hawezi kubebesha toyo, mzigo wa guta, hawezi. Imani ni kibebeo. Yaani katika vitu ambavyo natamani sana tujifunze kwa habari ya imani na ujasiri katika Kristo. Imani ni kibebeo. Imani ndiyo inayopima ni vitu gani ambavyo unaweza kuvibeba. Imani inapima huyu mtu kontena lake inaweza kubeba kitu gani. Kwa sababu Mungu anaweza kukutendea mambo makubwa, halafu wewe mwenyewe ukawa unayashangaa tena. Yaani badala ya kwamba wewe useme asante Mungu unastahili, na wewe unasema inawezekanaje? Mungu hawezi. Anajua hautaenda kwa ujasiri mbele za watu. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesema kumshukuru Mungu ama shukurani sio udhaifu, bali ni heshima mbele za Mungu. Lakini kitu kingine zingatia. Kushukuru sio kwamba magumu yameisha kwenye maisha yako. Unapoenda kumshukuru Mungu, haina maana kwamba magumu yaliyokuwa yanakuandama kwenye maisha yako yameisha. Ukingoja magumu yaishe, shetani atakuangamiza. Unapoenda kumshukuru Mungu, maana yake umeyadharau yale mambo yote, umemtukuza Mungu aliyeketi mahali pa juu. Ninakushukuru Mungu, pamoja na kwamba ugonjwa huu haujaisha, bado nasikia vichomi kwenye mguu, lakini nakushukuru Mungu, maana najua hata hivi vichomi utaviondoa, maana najua wewe Mungu ni mwenye nguvu. Ninakushukuru Mungu, pamoja na kwamba nimelala njaa leo, ninakushukuru Mungu, maana ninajua kwamba chakula unatoa wewe. Ninakushukuru Mungu, pamoja na kwamba nimevaa nguo ile mwaka jana, mwaka mzima. Ninakushukuru tu, maana najua mambo yote mazuri yanatoka kwako. Mungu ni lazima ataona viwango vya kukua kwako. Kwa hiyo kumshukuru Mungu hakuna maana ya kwamba mabaya yamefanyaje, yameisha, bali ishara ya kwamba unayadharau mabaya, unamuinua Mungu. Haleluya. Unayadogosha. Kuna wewe hujasikia watu wanaitwa machawa, wanamsifu mtu wao. Kama ni kwenye siasa huko, wanamsifu hata kama amefanya madudu. Lakini je, si zaidi sana Mungu wetu? Maana Mungu wetu hajawahi kufanya madudu. Yeye anafanya yaliyo mema tu. Ukisema wastahili. Daudi alikuwa anainama na kuinuka, anasema wastahili. Hawa watu hapa wenzetu, wana wa Israeli, waliinama hata nchi. Yasoma hilo andiko. Walisujudu
waliinama hata nchi. Anasema Israeli wote, anasema walipouona ule moto uliposhuka, ule moto, utukufu wa Bwana ulipokuwa juu ya nyumba, wakasujudu kifurifuri au kifudifudi, wengine wanasema wakalala kabisa chini, wakamsujudu Mungu. Anasema hata nchi sakafuni wakaabudu, wakamshukuru Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ule mstari wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake walitambua kwamba Mungu ni mwema. Kiwango chako cha kumshukuru Mungu ndicho kinachoamua ni vitu gani vingine upokee kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kiwango chako cha kumshukuru Mungu ndicho kinachoamua ni vitu gani vingine upokee kutoka kwa Mungu. Yaani kwa hivi, kama Mungu akinipa peni hii ndogo, nikamwambia Mungu asante, hii peni naandika vizuri maana umenipa, ni zawadi kutoka kwako, atanipa tena. Mungu akikupa simu ya kitochi ama mnaita kiswaswadu, yaani mshukuru Mungu kana kwamba wewe una iPhone 17 Pro Max. Amen. Si ndio simu ambayo inasifika sana? Si hata wanaipendea, ni mimi siipende iPhone. Bwana Yesu asifiwe. Kama mpango wa kuninunulia iPhone 17 Pro Max, nipe tu hiyo hela. Nakushukuru sana. Amen. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nataka kukuambia nini? Kwamba umshukuru Mungu ukiwa na kasimu kadogo, kwa kiwango ambacho inawezekana mwenye simu kubwa hajamshukuru Mungu. Kwa hiyo Mungu anaamua kuhamisha zile baraka kutoka kwa wale wenye simu kubwa kuleta kwako, maana wewe una shukrani nyingi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukimuinua Mungu, ni lazima atathibitisha ukuu wake kwako. Shukrani ni ishara ya kukua. Shukrani ni ishara ya kukua. Haleluya. Hizo pointi sio kama unazishika. Shukrani ni ishara ya kukua, kwamba wewe umekuwa, sio mtoto tena. Kwa hiyo ili uonekane mbele za Mungu kwamba ni sio mtoto, ondoa utoto kwa kumshukuru Mungu. Ondoa utoto. Ondoa utoto kwa kumshukuru Mungu. Waswahili wana maneno mazuri, wanasema akikua ataacha. Wewe mwache tu, ni mtoto, akikua atafanyaje? Ataacha. Je, na wewe ni mtoto, Mungu akuache tu ukikua utaacha? Inawezekana kabisa ukasema Jumapili hii ya kwanza ni ya kuleta mahitaji mbele za Mungu. Tulishaleta mahitaji. Sasa hivi tunamshukuru Mungu maana ameshayapokea. Tunamshukuru Mungu maana anayatimiza. Tunamshukuru Mungu maana atayatekeleza kwa wakati. Haleluya. Kwa hiyo kumshukuru Mungu ni ishara ya kukua. Ukiona tu mtu ambaye hashukuru, unajua hajakuwa. Sio umri. Ni kukua katika maarifa, kukua katika ujuzi, kukua katika viwango vya ndani. Ukiona mtu ambaye hana shukrani, umemtendea jambo jema, alafu hawezi kusema asante, nataka nikwambie, elewa kwamba huyu mwenzangu bado ni mchanga, huyu bado ni mtoto. Lakini watu waliokomaa wanajua kushukuru. Hawaangalii ukubwa wa zawadi, wanaangalia wema uliotumika kuitoa zawadi. Haleluya. Huwezi kusema mimi nitashukuru tu nitakapopata kikubwa. Hiki kidogo, Biblia inasemaje? Asiye mwaminifu katika lililo dogo, hata katika lililo kubwa pia sio mwaminifu. Kwa hiyo ni lazima uwekeze kwa kiwango kikubwa kumshukuru Mungu katika mambo yote anayotenda. Na mwaka huu nataka nikwambie, kabla ya mambo yote, Biblia inasema nataka dua na sala na maombezi yafanyike. Vifanyike hivyo, lakini katika maombi yako anza na shukrani. Mshukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kushukuru ni ishara ya kukua, nimesema. Amen. Kwa hiyo kama umshukuru Mungu, ndugu, hujakuwa. Wewe ni mtoto, ni mchanga bado. Hujakomaa. Bado ni kachanga. Mtu Mungu akikuangalia hivi anasema haka ni katoto, hakaweza hata kupewa baraka kubwa. Kuna wakati Mungu anafanya majaribio. Anakupa 2,000, anashangaa kimya. Anakupa 5,000, anashangaa kimya. Anakupa 10,000, anashangaa kimya. Anasema haka ni katoto, akastahili kumiliki milioni 10. Ni katoto haka. Bwana Yesu atusaidie. Ni katoto. Akiangalia anasema hapana, huyu hastahili. Mzee amesema hapa, na nyumba ya self, anamshukuru Mungu. Usio kafikia anajidai, anamshukuru Mungu. Hata wewe ukiona anajidai ni sawa. Kwa nini aache kujidai kwanza? Wewe unataka nani ajidai?
Bwana Yesu asifiwe. Ulitaka nani ajisifu kama sio sisi watoto wa Mungu? Sisi watoto wa Mungu ndio tunaotakiwa kujisifu, kusema baba yetu tuliye naye anatutendea mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu kutafakari. Maisha ya mzee anatuambia alikotoka kwenye ujana alipambana na kazi ngumu nyingi ambazo hazikuwa na faida. Hakuwa na mahali pazuri pa kulala, hakuwa na chakula kizuri, aliteseka, lakini Mungu akampa pole kwa sababu aliona shukrani ndani yake. Kwani hamjasikia kama anamshukuru Mungu? Sasa utakataaje kwamba shukrani sio kukua? Ni kukua, si ndio? Maana Mungu alijua huyu jamaa nikimpa, iko siku atasimama pale Moshono CFC, atanishukuru. Akampa. Usije ukasema Mungu hakujua. Mungu alijua kwamba huyu nikimpa, iko siku atasimama kanisani atanishukuru. Alijua. Lakini wapo ambao hawajapewa kwa sababu Mungu akipima, ni mtoto huyu kichwani. Kichwa chake hakieleweki huyu mtoto. Nikimpa kwanza atanikufuru tu. Achana naye ateseke tu. Kwa nini? Kwa sababu mateso umeyanunua kwa sababu ya uchoyo wa shukrani mbele za Mungu. Kwa hiyo kushukuru ni ishara ya kukua. Lakini kushukuru ni kuongeza pia furaha yako mbele za Mungu. Kushukuru ni kuongeza furaha yako mbele za Mungu. Unaongezaje furaha yako mbele za Mungu? Kwa sababu kila wakati Mungu akikutazama anaambatana pamoja na wewe katika yote unayoyahitaji. Kwa sababu anajua huyu mtoto atarudi kwangu akiwa anaimba na kushangilia kwa kelele za shangwe. Biblia inasema hivi, wapo watu wanaenda kupanda mbegu wakiwa wana huzuni na kuugua, wanaenda kupanda kwa jasho jingi, lakini saa ya mavuno wanavuna, wanarudi wakishangilia kwa kelele za shangwe. Kelele za shangwe ni sifa za kumtukuza Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo jifunze kwamba kumshukuru Mungu ni kujiandaa kwa ajili ya matendo mengine makuu zaidi. Nasema hivi, kumshukuru Mungu ni kujiandaa kwa ajili ya mambo makuu zaidi. Kwamba Mungu haya uliyonitendea, nimeuambia ulimwengu na nimewaambia wanadamu na nimerudisha sifa mbele zako. Sasa nimejiandaa kwa ajili ya mambo makuu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu yapo mambo makuu ambayo yanakungoja wewe. Umwambie Mungu, ninakushukuru. Mungu, wewe unastahili. Mungu, wewe unapaswa kuabudiwa. Mungu, wewe unastahili duniani na mbinguni. Mungu anasema huyu mtoto nikimpa Prado atasambaza sifa duniani kote. Lakini kuna mtu Mungu akimwangalia anasema huyu nikimpa tu IST anasambaza umbea mtaa mzima. Kwa hiyo hakupi. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana vitu vya dunia vikakutesa, lakini nataka nikwambie shukurani mbele za Mungu ni chemchemi ya uzima. Inawezekana hujasikia. Shukurani mbele za Mungu, shukurani mbele za Mungu ni chemichemi ya uzima. Uzima upi? Sio uzima wa kupumua hii pumzi. Ni uzima katika biashara yako, ni uzima katika uzao wako, ni uzima katika kazi unazozifanya, ni uzima katika huduma yako, kwa sababu ndani ya shukurani kunaita malaika waje karibu nawe, kunaita Roho Mtakatifu aje karibu nawe, kunaita nguvu za Mungu zije karibu na wewe. Kwa hiyo ile shukurani inafanyika kuwa chemichemi ya uzima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia jifunze usiwe na shukurani tupu mbele za Mungu, maneno matupu. Uambatanishe na vitendo. Umegundua Mungu amekupa nguvu, mtumikie. Ni vitendo. Umegundua Mungu amekupa uzima, njoo madhabahuni pake, hata udeki tu. Na njoo hata udeki tu. Unajua watu wanapenda kusingizia fedha. Kama mimi fedha sina. Ni kweli kabisa fedha huna. Hizo nguvu unazitumiaje mbele za Mungu? Hizo nguvu unazitumiaje mbele za Mungu? Shukurani yako ni lazima iambatane na matendo. Haleluya. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu, hakikisha kwamba Mungu akiangalia nguvu ulizonazo na akili ulionayo na wokovu ulionayo vinaenda pamoja. Sio nguvu zinaenda kumtumikia shetani, maneno yanaenda kumtukuza Mungu. Hapana. Haleluya. Lazima viende pamoja. Nguvu zako, akili na roho yako viende pamoja, vyote vimtukuze Mungu. Umetenga muda kiasi gani kwa ajili ya kazi ya Mungu, ili Mungu akuongeze muda? Maana kuishi ni muda. Haleluya. Uhai ni muda.
Uzima ni muda, utajiri ni hasa habari ya muda. Mungu anakuongezaje muda leo? Akuongeze muda ili ufanye nini? Ili utukane watu? Mungu anakuongeza muda ili ufanye nini leo? Ili ukaibe? Hebu kila mmoja ajiulize mbele za Mungu, unatamani Mungu akuongeze muda ili ufanye nini? Lazima ujae shukrani nyingi ambazo ndani yake ukipewa muda, Mungu anasema chochote atakachofanya huyu atakuja kunishukuru. Amen. Lakini shida iko, wako watu ambao kila anachofanya kinamkwaza Mungu mpaka anajitenga na Mungu. Anakimbia, anatoroka uweponi mwa Mungu, anajitenga na uwepo wa Mungu, anajitenga, anakaa mbali na Mungu, anadhani kwamba anamkomoa Mungu, kumbe anajiharibia mwenyewe maisha yake. Katika vitu usifanye kwenye maisha yako ni kubishana na Mungu kwa namna yoyote ile. Usije ukabishana na watumishi wa Mungu, usije ukapingana na Injili, usije ukapingana na kazi ya Mungu, usije ukadhiaki kazi ya Mungu, usije ukaisema vibaya kazi ya Mungu, kwa sababu Mungu anasema, na watazama watumishi wangu kama mboni ya jicho. Nakwambia hivi, kama ni rahisi kauli hiyo, kama ni rahisi, mruhusu mtu achovye kidole kwenye jicho lako. Haleluya. Amen. Kama Mungu alisema kwa mzaha hiyo kauli, kama unadhani Mungu alisema kwa mzaha, ruhusu mtu achomeke kidole kwenye hiyo jicho, ashike hivi, au mtu atie mchanga kwenye jicho. Mruhusu mtu sasa hivi. Nitakusifu kwamba wewe kweli ni jasiri. Kama Mungu aliweza kufananisha watendakazi wake na jicho, kwa nini? Kumbe tunatakiwa kumshukuru Mungu tunapopewa watendakazi. Ukimwona mwinjilisti anahubiri Injili, mshukuru Mungu. Ukimwona shemasi anafanya kazi yake, mshukuru Mungu. Ukimwona mchungaji anafanya kazi yake, mshukuru Mungu. Ukiona mzee wa kanisa anafanya kazi yake, mshukuru Mungu. Ukiona anakufuatilia na kuonya kila wakati, mshukuru Mungu. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu katika mambo yote Mungu atukuzwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna tahadhari kubwa katika maisha yako yote. Usifanye shukurani yoyote ili uonekane na watu. Usitoe shukurani yoyote ili uonekane na watu. No. Kama mwenzetu Suleiman alitoa ng'ombe 20,000, akatoa na kondoo 120,000 kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Kumbe usifanye hivyo ili uonekane mbele za watu. Haleluya. Kuna watu ambao leo hii kwa sababu ya fedha alionayo, anataka kila mahali anapopita wamjue kwamba Fogo amepita, wamjue tajiri amepita, wamjue mheshimiwa amepita. Kwa hiyo anatoa shukurani sifa, shukurani unafiki. Ni hatari, ni bomu unatengeneza kwenye maisha yako. Kuna mtu ambaye anaweza kapenya mahali fulani akasikia hapa kuna yatima, kwa sababu ni tajiri, anataka aende kitajiri ili watu yani atishie watu kwamba mkubwa ameingia. Biblia inakataa. Tena anasema ukitoa kwa mkono huu, hata mkono wa kulia usione. Mwambie tu Mungu ninakushukuru ndani ya moyo wako. Ndio maana mara nyingi tunasema unapokuja kutoa sadaka, usitoe kama unatupa, kama unaipoteza. Yaani usihisi kama unatoa msaada kwa mtu fulani. Lazima uwe na sababu ndani ya moyo wako kwa nini. Mungu akiiona aone ile sababu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu aone ile sababu ni kubwa kuliko fedha. Kwa sababu fedha ni kitu kidogo tu, ni kiwakilishi tu. Wenzetu walipotoa sadaka zao waliteketeza, walichoma moto. Yaani fikiria mtu anatoa ng'ombe 10, wanachinjwa, nyama yote anachoma moto mpaka iteketee hadi ishi. Na walifurahia, wakasema wow, sadaka yangu nimeichoma imeungua vizuri. Wewe ya kwako unaichoma kwenye moto upi? Haleluya. Amen. Kumshukuru Mungu ni jambo la heshima. Kumshukuru Mungu ni jambo la heshima. Ni kipimo pekee ambacho Mungu anakitumia kupima uaminifu wako mbele zake. Kwa hiyo usiache. Ndio maana Matendo ya Mitume 20:35 anasema ni heri mkono unaotoa. Kwa hiyo uwe ni mtoaji. Matendo ya Mitume 20:35. Tusome andiko hilo, linaweza kuwa ni la mwisho tu kwa sababu ya muda. Matendo ya Mitume 20:35.
maji wetu. Basi na mimi nimepata, naomba niwatangulie tu kusoma. Neno la Mungu linasema hivi: katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Alivyosema mwenyewe. Kumbe kuna wakati unatakiwa kwenda kutoa ukiwa unamwambia Mungu, ninatoa kwa ajili ya kukushukuru wewe uliyenipa uzima. Ninatoa kwa sababu ya wewe uliyenipa afya. Ninatoa kwa sababu ya wewe uliyenipa nguvu. Ninatoa kwa sababu hizi mali zote ulinipa. Inawezekana. Sio lazima misaada itoke Ulaya tu kwa wazungu. Inawezekana Waafrika wenyewe tukapeana misaada. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa nawaza, au inawezekana ndio maana wazungu hawafilisiki nini? Kila misaada unasikia misaada imetoka kwa wazungu. Tumepata wahisani kutoka kwa wazungu. Sisi tumepata nini shirika la misaada kutoka kwa wazungu. Kwa nini? Kwa sababu wenzetu wakipata wanakusanya, wanamshukuru Mungu, wanasema ngoja tukawape maskini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kutoa ni bora. Biblia inasema ni heri mkono unaotoa. Yesu mwenyewe alisema ni heri mkono unaotoa. Unatoa wapi? Unatoa katika njia sahihi. Amen. Haleluya. Na usitoe tu ili mradi kutoa. Kuna mahali pengine hapatakiwi kutoa. Kuna watu wanatoa fedha yako wanaipeleka kwenye uganga na ushirikina. Usitoe tu, sio kila mahali pa kutoa. Sio kila mahali ni pa kushukuru. Utaenda kujiungamanisha na madhabahu ambazo hazifai, utateseka kwenye maisha yako. Utateseka, uchumi wako utakuwa mgumu. Utaingia kwenye ukame usiofaa. Kwa nini uingie kwenye ukame pasipo sababu? Niko andiko katika Biblia linasema, kwa nini uwe mwema kupita kiasi? Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Kwa hiyo shukrani unapoipeleka mbele za Mungu, ipite kwenye mikono iliyo sahihi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana kabisa nia yako ni kumtolea Mungu, lakini umepitisha kwenye mikono ambayo sio sahihi. Ukajifanya mwema, ukaingia mpaka ukasaidia watu wanaoenda kwa washirikina. Wakatumia fedha yako kama nauli ya kuendea kwenye uganga, kuroga watu. Umeingia kwenye uharibifu. Kwa nini? Kwa sababu ni mkono usiokuwa sahihi. Kwa hiyo ni lazima uwe makini sana. Kwa nini uangamie mapema? Kwa nini ufe mapema? Kwa sababu ya tabia ya huruma. Usiwe na huruma kupita kiasi. Hata kama kutoa ni moyo, ni kweli, lakini sikiliza ndani, sikiliza moyo wako unasema nini. Shukrani hizo. Mungu nakushukuru sana, umenipa pesa sasa hivi, nimetoka huko kwenye biashara, nimepata milioni 10, unakutana na kazee fulani pale njiani, unataka kuonyesha kwamba ni mwema sana. Moyoni unasikia kabisa Roho Mtakatifu anakuambia usimpe huyu mtu. Ngoja tu nimpe, unakutana naye au unakutana na kijana fulani humuelewi. Anakuambia tu nina njaa, kumbe hana njaa. Anatafuta fedha kutimiza agano la Freemason. Walimwambia bwana, leta 100,000 tukuunge Freemason, anakusanya na za kwako anapeleka wapi? Kwenda kujiunga wapi? Freemason. Kuona wewe unakuwa sehemu ya nini? Lazima ujue natoa katika mazingira gani. Na pili, chochote unachokitoa lazima ukiombee. Maombi ni mafuta yanayolinda sadaka ya shukrani. Tunza hiyo. Andika hiyo. Maombi ni mafuta yanayotunza sadaka ya shukrani. Kwa hiyo sadaka yako ya shukrani ni lazima uiombee, uitamkie, uiwekee neno la uzima. Lazima ile sadaka uhakikishe kwamba unaishindilia kauli ya kimbingu kwamba ewe sadaka, mimi sichagui mikono utakapopita, mikono yote utakayopitia, lakini ninachotamka ni kwamba wewe sadaka yangu ni uhai. Popote utakapopita, wewe sadaka yangu ni mamlaka. Popote utakapopita, wewe sadaka yangu ni moto ulao. Popote utakapopita, hakuna uharibifu utakaoingia kwenye maisha yangu kupitia wewe sadaka. Ninaambatanisha maombi haya kama mafuta. Hakuna gari inayoenda bila mafuta. Hakuna toyo wala pikipiki inayotembea bila mafuta. Sadaka yako unapoitoa ipe mafuta ya Roho Mtakatifu. Isafiri kuelekea kwa Mtakatifu Kristo Yesu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa.
Kwa hiyo utakapokuwa unamshukuru Mungu, usisahau kwamba ni vizuri sana uambatane na moyo wa unyenyekevu. Hawa jamaa wakapiga magoti mpaka kifudifudi chini, wanamshukuru Yesu Kristo, wanamshukuru Mungu, wanasema tunakushukuru kwa sababu ya matendo yako makuu. Kwa nini haikuanza Sulemani atoe kwanza? Hakuanza kutoa. Angalia mstari wa kwanza wanaendelea kumshukuru Mungu. Mstari wa pili wanaendelea kumshukuru Mungu. Mstari wa tatu pale ndio wanaanza kutoa sasa sadaka zao. Kwa nini? Kwa sababu wameshaweka msingi. Haleluya. Wameweka msingi kwenye shukrani yao. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kuna mtu yeyote ambaye ameingia mwaka huu akiwa na mashaka? Yupo? Kama yupo hapa leo, iwe sababu ya kuondoa hayo mashaka kabisa. Asubuhi nilikuwa namuomba Mungu hapa, nikasikia Mungu anasema mwambie Asia taarifa atakayopokea leo isiufadhaishe moyo wake. Sijui taarifa gani. Nikaambiwa tu. Nashtuka. Nilikuwa nasikia moyoni mwangu kwamba nikwambie taarifa yote utakayopokea isiufadhaishe moyo wako. Ni ya kawaida tu. Amen. Nimesikia hivyo moyoni mwangu. Na utakapoipokea utawasaidia wengine. Kwamba jamani, kumbe kauli kitolewa madhabahuni na maana. Kwa nini? Ndani ya moyo wako lazima utangulize masuala ya kimungu, yapate nafasi kwanza, ili ya dunia yakija yakute hakuna nafasi iliyo wazi. Amen. Tatizo ni kwa nini watu wanaweza kukumbuka umbea kuliko mambo mazuri? Kwa sababu nafasi ilikuwa wazi ndani ya moyo wako. Biblia inasema nimeliweka neno lako kwa wingi moyoni mwangu. Nimelijaza neno kwa wingi moyoni mwangu. Sitakutenda dhambi. Kwa nini? Capacity ya moyo imejazwa na nini? Na neno la Bwana. Haleluya. Amen. Ninajua kabisa mwili unachoka kwa sababu ya hili joto. Tutakapofunga feni tutafurahia. Amen. Na tunamshukuru pia injinia wetu aliyotusaidia kupaua hili jengo. Maana lilipeleka juu. Hebu fikiria lingekuwa chini, tungeungua kiasi gani? Amen. Kwa hiyo yote haya yanafanyika kwa sababu Mungu anatupenda. Lakini nataka nikwambie hivi, leo ni Jumapili ya kwanza. Maombi tutakayoomba hapa leo yawe ni ya shukrani. Sasa hivi tunapoenda kuhitimisha ibada, tukamshukuru Mungu kwa sababu ameahidi kututendea mema, na yote mema yatatimia. Amen. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tunapomshukuru Mungu, tuna kila sababu ya kwamba tunamshukuru aliyetutendea. Kwa hiyo tunamwaibisha yule ambaye alikuwa anazuia tusitendewe. Tunamshukuru Mungu ili tumtukuze Mungu, alafu tumwaibishe adui shetani ambaye alikuwa hataki sisi tupokee mema. Haleluya. Mwaka huu ukawe mwaka wa kuzaa na kuongezeka. Amen. Mwaka huu ukawe ni mwaka wa ushindi kwenye maisha yako. Mwaka huu uwe ni mwaka wa mabadiliko kwenye maisha yako. Mwaka huu uwe ni mwaka wa neema kwenye maisha yako. Uondoe kabisa mashaka ndani ya moyo wako, kwa sababu ndani yako kuna hazina ambayo inafunguliwa na moyo wako tu. Hakuna ufunguo mwingine. Yaani aliyefunga ni wewe. Amesema Joshua hapa. Akasema ndani yako kuna vipaji vingi vya kuimba, vya kuomba, viko vingi. Si amesema? Nani mwenye mamlaka ya kufungua? Ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo sikao unasema yani Mungu, wenzangu amewapa kipaji cha kuimba. Alafu yani Mungu wenzangu amewapa kipaji cha kuhubiri. Yani Mungu wenzangu amewapa kipaji. Wewe kipi ambacho umekiinua hakijainuka? Haleluya. Uwe mtu wa shukrani. Unasema mimi ni mwimbaji mkubwa. Mimi ni mhubiri wa injili mkubwa. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu. Mimi ni mwinjilisti mkubwa. Mimi unajisifu mbele za Mungu kwa kumshukuru yeye ili vile vipawa viongezeke. Amen. Amina. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana kwa maana umetupa neema hii ya kusikia uweponi mwako. Yesu Kristo, tumejifunza kwa habari ya kushukuru. Kumbe shukurani ni ushindi. Kumbe shukurani Bwana ni ukuaji. Kumbe Bwana tunahitaji kukushukuru kila siku katika maisha yetu yote. Yesu Kristo wa Nazareti, hiki tulichojifunza Bwana
Ninaomba mfalme, kikawe kumbukumbu katika maisha yetu. Tutembee tukikutazama wewe. Hakika wewe ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mwenye upendo. Usituache Bwana, wala usitupungukie. Pale ambapo hatukukushukuru, tunaomba utusamehe. Tunaomba toba Bwana, tunaomba rehema Yesu Kristo. Tutakushukuru siku zote za maisha yetu. Hatutaacha tena kukushukuru Bwana. Hatutaacha kukushukuru. Tutakushukuru milele. Tutakushukuru daima. Mungu, usituache Bwana. Ninakusihi Mungu wetu. Mioyo yetu imejawa na shukrani. Tumejiandae Bwana mwaka huu. Kila utakapotutendea, tutakushukuru. Kila utakapotutendea, tutakutolea dhabihu za shukrani. Tutakutolea dhabihu za shukrani Bwana. Tutakutukuza Yesu Kristo. Utukuzwe mfalme, ukae nasi Bwana. Tuongoze Yesu Kristo. Katika kuomba kwetu tutangulize shukrani. Katika kushukuru kwetu Bwana, tuambatanishe na matendo. Litukuzwe jina lako. Wewe uliye Alfa na Omega, ni mwanzo, ni sasa na hata milele. Haubadiliki kamwe. Umesema Bwana kwenye neno lako kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, wala hawatatikisika kamwe. Wanakaa milele wakiwa salama. Asante Yesu Kristo kwamba tutakutumaini wewe siku zote za maisha yetu. Nasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yesu Kristo, kaa nasi Bwana. Mioyo yetu ya shukrani isipungue mbele zako, kwa utukufu wa jina lako. Amen. Amen. Haleluya. Waweza kumshangilia Yesu kwa sababu yeye ni mwema. Ndiye anayetuhudumia vile apendavyo yeye. Nitawainua watumishi wa Mungu kwa ajili ya kuhitimisha ibada. Ibada yetu ni maombi ya kumshukuru Mungu kwa maana ameshatutendea. Amen. Kwa maana ameshatupa mwaka mwema. Kwa maana ameshauvika mwaka taji. Tayari ameshauvika taji. Haleluya. Kwa hiyo nitamuinua mwinjilisti kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa neno lake, lakini pia naye atamuinua mtumishi wa Mungu Charles kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwamba ameshatutendea. Yaani mwaka tumeshaumiliki. Amen. Na mazuri yote ya mwaka tumeshaamiliki kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Imba wewe, wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Ni saa 7:15. Yamkini muda umeenda, lakini naamini hatutavuka na nusu. Amen. Najua wengine wanawaza kwenda kuandaa vyakula kwa ajili ya familia. Usikasirike, muda wetu ni zawadi ambayo tumepewa na Mungu, tumrudishie yeye. Mzee wetu Peter amekuwa ni mtu wa kufika saa 2 hapa. Kila wakati saa 2:30 yuko hapa. Tujitahidi pia kuwahi ibadani, tutajikuta tunamaliza ndani ya wakati. Sijasema kwamba mmechelewa kwamba na wahukumu, ila nawahimiza kwamba tujitahidi. Amen. Karibu mje. Bwana Yesu atusaidie sana. Mshangilie Kristo, wewe ambaye yuko pamoja nasi. Ninawasalimia marafiki zetu mlioko online wote kwa majina yenu. Kuna wakina Veronica, wengi wapo kwa majina yenu. Mungu awabariki sana ambao mko pamoja nasi kwa njia online. Neema ya Kristo izidi sana kwenu. Msiondoke ili ya maombi ya kumshukuru Mungu. Tuwe pamoja na nyinyi. Nadhani ujumbe umeusikiza vizuri. Kumejengwa katika msingi ambao ni mzuri sana. Kwa habari ya eneo lolote, Yesu Kristo anahitaji sana mtangulize yeye. Na chanzo cha kujua Kristo na uamini, lazima kila jambo unayotamani kulifanya lazima liambatane na sadaka yako unayotamani sana Kristo. Ukiwa wewe kama wewe unatamani kuinuka viwango, na Yesu Kristo atakusaidia sana. Kwa hiyo ni jambo ambalo ninahitaji watu walielewe sana. Na kisha kwa hayo mtumishi wa Mungu amezungumza mengi ambao ulikuwa pamoja na sisi, na bado kuna wengine wako pamoja nasi, wengi nimeona ambao tumepotezana nao muda. Lakini neema ya Kristo mwaka 2026 kila mmoja itembee na yeye. Kwa hiyo ni jambo ambalo kama ulikuwa unajiuliza, kuna wengine nimekutana nao kwenye online yetu hii kwamba ni mitume, wana neema ya Mungu ndani yao. Kwa hiyo wamekuwa wakiwaza sana habari ya kumtumikia Mungu. Ni mwaka mzuri tumepewa, sasa chukua hatua. Nazungumza napokwenda kumalizia, nimepewa ruhusa na mtumishi wa Mungu tumalize moja kwa moja.
Kwa hiyo ubarikiwe. Unaweza ukamshukuru Mungu kwa dakika hizi chache, lakini natamani kukuambia wakati huu mzuri sana, wakati mwaka huu tumeuanza, tuanze vizuri kabisa na Kristo. Tusiwe na kinyongo. Cha kwanza, achilia. Ikiwa kuna mtu umemweka moyoni mwako, ni jambo la kumwachilia kabisa, na usamehe na uondoe manunguniko mbele yako, ili Kristo bahari ya Shamu mwaka 2026 aweze kukuvusha. Takapokutana na jambo lolote tuweze kuvuka, tusije tukawa tena kama mwaka 2026 wengine hawakuvuka. Lakini wale ambao waliacha manunguniko, endelea kuomba. Neema ya Kristo iwasaidie, walivuka kwenye majanga waliopitia, waliweza kuvuka. Kwa sababu gani? Ndani yao hawakuweka uadui na Kristo. Uadui mtu anaokaribisha ndani yake Yesu Kristo, anakuwa mbali naye. Tuna mfano kwa wana wa Israeli. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura 14, habari zile kuanzia mstari wa kwanza utasoma kabisa hadi sura 15, utaelewa ni nini kilichokuwa kikiwazuia wana wa Israeli Kristo asikutane nao. Baada ya kuona muujiza, wakisogea mbele kidogo, manunguniko ndani yao, wanaanza kumnungunikia Musa, kwa sababu Bwana katika wakati akasema kwamba hawa ndani yao kuna viburi, ndani yao kuna kizuizi kinanifanya nisiseme nao. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo jitayarishe sana na hilo jambo lisiwe kwako. Unaweza ukamwambia Bwana wa dakika chache unapokuwa mshukuru, isiwe kwangu hiyo hali, isiwe ndani yangu ile hali. Naomba kuachilia leo nikosea. Naomba neema yako itembee na mimi. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu nisafirishe, ili nitakapokutana na sehemu ambapo hapana maji, ili niweze kufika mahali pazuri. Lazima uwe na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani unikusaidia, kwamba unaweze kuwa na uwezo wa kuvuka lile jangwa ukiwa na nguvu. Paulo tunamwona anaelekea mahali anasema kwamba imani nimeilinda na kuitunza, ili na sisi tunapokuwa tukitembea tutafika mahali kuna jangwa, ili tuweze kuvuka tukue na Kristo, tufike kwenye maji, kwenye mji uzaao uliojaa maziwa na asali, kwa shukrani. Endelea tu kwa dakika chache hizo, tuzitumie vizuri kabisa. Wewe uliye na huduma ndani yako, sinyamaze. Mwambie Bwana, ninaenda sasa. Kuna rafiki yangu hapa tunaombea Veronica, anatamani kuingia barabarani kuendelea injili. Anatamani. Kuna wengine, kuna kina Lili wako mabara ya Ulaya huko, anatamani. Inawezekana yuko mali hapa. Mshukuru Bwana kwa hilo. Anasema kwamba atamanie kazi ya askofu. Ametamani kazi njema. Bwana Yesu, asante kwa neema hii. Jina lako libarikiwe na kuinuliwa, Mungu mkuu wenye nguvu na uwezo. Isaya 66 nasema kwamba anatamani, anafurahishwa na mtu anamwangalia, asikiapo habari ya matengenezo ndani ya moyo, asikiapo habari ya neno la Bwana, habari ya kumshukuru, anapoanguka na kunyenyekea mbele zake, anasema atajitwalia utukufu yeye Mungu mwenye agano. Hebu kwa dakika chache shuka mbele za Bwana, shuka kwa njia ya shukrani. Unapokuwa na unyenyekevu katika kushukuru Mungu, unapokuwa umenyenyekea katika hali ya kiroho, Mungu anakupa neema tena ya kusafiri. Ile wazo ambalo unalitamani ulifanye mwaka 2026, mwanzoni kabisa uweze kuanza, mwanzoni kabisa uweze kuona ishara, uweze kuona Mungu akishinyesha mvua nzuri ndani yako, aweze kunyesha kama vile wana wa Israeli alionyeshea pale wengi sana, na wewe atakunyeshea kwa ishara, unyenyekevu, kwa sauti kuu, kwa namna kutamani. Sio vile tu, endelea kwa shukrani kilichojaa unyenyekevu ndani yake, kwa shukrani iliyojaa neema ndani yake. Bwana, katika jina lako, asante Bwana kwa watu walioko mahali hapa, asante kwa watu walioko online sahihi. Yesu Kristo, ninaomba neema yako wewe wote mahali hapa. Yesu, ninawaombea kwa jina la Yesu Kristo wote walioko online. Yesu Kristo, wengine wapo katika nchi yetu ya Tanzania, wengine wapo mpakani Kenya. Kwa jina la Yesu Kristo, natamka neema juu yao, natamka uwezo juu yao, natamka neema juu yao. Yesu Kristo aliye mwanga wa kweli, uweze kutembea nao katika shukrani zao. Pokea ibada ya mioyo yao, uweze kulitafakari neno lako, ili uweze kuwa katika maji. Wanaposafiri maji yasikauke ndani yao, wanapokuwa wakisafiri kwenye eneo la biashara, wanapokuwa wakisafiri kwenye eneo la ndoa, wanapokuwa wakisafiri kwenye eneo la elimu, wanapokuwa wakisafiri kwenye eneo la utume ndani yao. Yesu, maji yasikauke ndani yao, Yesu yasikauke ndani yao, katika
ulimwengu wa roho na mwilini. Wawili shetani katika jina Yesu. Wainue kiwango cha juu Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Watoe kwenye kiwango cha chini. Wapeleke viwango vya juu tena sasa. Najua Bwana tuko tayari kwa mioyo ya shukrani. Tuko tayari kulisifu jina lako. Tuko tayari kukushukuru kwa kila wakati. Tuko tayari kukushukuru kwa kukucha. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ikiwa ni tarehe kabisa, tarehe 4 ni siku ya 4 kwenye mwaka huu wa 2026. Hii tarehe kabisa ya mwisho ya mwanzo, huu mwezi kabisa wa mwanzo, naomba neema kwa jina la Yesu Kristo. Yale mambo ya kwanza Yesu tuliyotamani, wengi walitamani yatokee. Naomba Yesu, kabla Yesu ya kuendelea uwezi sana, hizi tarehe Yesu Kristo kajitokeze ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuachia vivyo ndani yao kwa shukrani zao. Endelea kupokea shukrani zao. Endelea kupokea ibada mioyo yao. Endelea kupokea ibada kila mmoja. Amekubali kugeuka na kubadilika. Amekubali kunyenyekea sikia hapo neno lako. Hata sisi Bwana tuko tayari. Mwaka 2026 tusikia hapo habari ya matengenezo. Tusikia hapo habari ya kunyenyekea. Tusikia hapo habari ya maonyo. Kwa habari ya neno lako. Tuko tayari kushuka. Tuko tayari kupondeka. Tuko tayari kwa wanyonge. Ili Bwana tukoze kwa wakati wako. Unasema kwamba nyenyekeeni katika Yesu, katika mkono ulio hodari. Asante Yesu. Asante Yesu Kristo. Asante Bwana, watu wanaosudia walio na kusudi mwaka 2026 ndio walioko mahali hapa wengine online, walioko mahali hapa ndio wale kusudi ndani yao. Ndio Bwana na kusudi nao. Ndio Bwana na kusudi nao. Ndio wachagua ishara ya kujua kwamba wana kusudi nao. Wamevuka, wameona majira mengine, wameona miezi, wameona mwezi wa kwanza 2026. Yesu ana kusudi ndani yao. Yesu ana kusudi ndani yao kila mmoja. Kuna kusudi ndani yao Yesu Kristo. Niliyocheleweshwa sasa, Yesu anapenda kuzilika ile kusudi kwa kila mmoja walioweka ndani yake, nikapate kutokea, nikapate kutokea, nikapate kutokea katika jina la Yesu, nikapate kutokea katika jina la Yesu. Ile ahadi yako Yesu, walioahidia Yesu watakombuka mwaka 2026, wataingia kwenye nchi zao maziwa na asali ndani yake. Bwana Mungu wa majeshi na kushukuru. Yesu Mungu mkuu na kushukuru. Yesu Mungu mkuu na kushukuru. Neno lako lizilike kwa wingi. Neno lako lizilike kwa wingi. Kwa kila mmoja aliyoko mahali hapa, mpe moyo wa ibada. Mpe moyo wa ibada. Mpe moyo wa ibada. Tupe moyo wa ibada. Katika mlima huu Yesu, tunakwenda kuipeleka injili. Injili ya matengenezo. Injili ya kugeuka. Injili ya kuwekwa huru na Bwana. Kuangazia ulimwengu kwenye dakika za mwisho. Tupe mioyo ya ibada. Tupe mioyo ya ibada. Wape mioyo ya ibada vijana. Wape mioyo ya shukrani. Yesu Kristo ninakushukuru. Pokea shukrani zetu katika majira haya Yesu. Neema yako izidi ndani ya mioyo yetu katika jina la Yesu. Mshangilie Bwana kwa kigelegele. Mshangilie Bwana kwa makofi yako. Mshangilie Bwana kwa furaha. Moyo uliojaa shukrani ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Piga tu kelele za shangwe. Piga tu kelele za shangwe. Piga tu kelele za shangwe. Sema tu wastahili Yesu. Wastahili Adonai. Wastahili Mungu wetu. Wewe ni Mungu unayeponya. Ninakataa mwaka huu sitaumwa. Mimi nitakuwa mzima. Endelea kujitamkia ushindi. Kataa jambo litabiria. Endelea kujitamkia jambo litabiria. Endelea kukataa. Endelea kukataa. Hapata kuwa na utasa. Hapata kuwa na magonjwa. Hapata kuwa na udhaifu. Kwa jina la Yesu ninakataa. Familia yangu haitaumwa. Familia yangu haitaingia kwenye ugonjwa. Katika jina la Yesu Kristo. Natamani kusikia sauti za kina mama wa kanisa hili. Katika jina la Yesu Kristo. Wakimshukuru Mungu, wakikataa magonjwa, wakikataa udhaifu. Katika jina la Yesu Kristo. Akina mama wako wapi? Wako wapi akina mama? Kamata maiki mwambie Yesu, mimi nakataa kuumwa. Mimi nakataa kuumwa. Mimi nakataa kuumwa. Mimi nakataa ugonjwa. Ninakataa kwenye familia yangu. 2026 ni mwaka wa ushindi. Ni mwaka wa ushindi. Ni mwaka wa ushindi. Katika ulimwengu wa roho, hiyo neema ikaongezeka. Hiyo neema ikazidi. Nakataa huzuni. Nakataa zebeka. Katika jina la Yesu Kristo. Katika maisha yako ni wewe mwenyewe. Hapata kuwa na magonjwa. Hapata kuwa na unabii. Hapata madeni. Hapata maskini. Hapata kabisa makao. Katika kila aina. Aisha kaja. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa hali ya kila aina. Roho ya udhaifu. Haitakaza tunahitaji akina mama majasiri
wanaweza kupandia madhabahu na kuandika neno la ushindi na kuandika neno la ushindi 2024. Inakataa huzuni na kuugua katika tajwa kwetu, huzuni na kuugua. Kila mtu akili na kwa sababu watu endelea kutumia dakika mzuri sana. Unajua maana unapopita kama ile chozi imefutia kabisa, ulipo za kushinda wasiwepo na magonjwa wasipotee karibu na yoyote ile kwa namna moja nyingine, bali upokee ushindi, bali upokee kicheko, bali upokee furaha kwa njia ya neno la Bwana, kwa njia ya ahadi ya Yesu Kristo. Pia tunaingia Kanaani. Mwezi wa kwanza lango limefunguliwa, tunaingia sasa Kanaani, kwenye nchi ijao maziwa na asali. Kanisa la Mungu, natangaza amani, hakuna taarifa mbaya. Ingiza familia yako kwenye mji huu, mji wa Kanaani, mji mtakatifu, mji wa furaha. Ingiza familia yako sasa. Tamka tu kama familia yako inaingia kwenye ushindi, inaingia kwenye mwaka wa ushindi. Usikubali kuishi kawaida. Unaacha mtendo, unaacha. Tunasonga mbele. Ninasonga mbele. Nikimtukuza Yesu. Ninasonga mbele. Nikimtukuza Yesu. Maana Mungu wangu yuko nami. Mwezi wa kwanza. Unaweza uingia lakini usifurahie. Hayo maziwa unaweza ukaingia lakini usifurahie. Hayo maziwa na asali. Waambie Bwana unapoingia iweze kuyafurahia. Wengi wataingia lakini hawataweza kuyafurahia kwa sababu ya magonjwa. Maziwa na asali anapokuja, anapoipa hospitali, anakuja kwenye shida, waambie Bwana niyafurahie. Hayo maziwa, hiyo asali niweze kuyafurahia. Natangaza agano jipya kwenye maisha yangu. Natangaza hatua mpya kwenye maisha yangu. Natangaza agano jipya kwenye huduma yangu. Nitakuwa kiwango kingine. Mimi ni wa juu, wala sitakuwa chini tena. Mimi ni wa juu. Natangaza mageuzi, natangaza mapinduzi. Ni wakati Tangaza kuongozwa na Roho Mtakatifu ndani ya nafsi yako. Tangaza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tangaza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu umeshakwisha kuingia, mwambie Roho Mtakatifu akutunze. Huyo Roho ndiye atakayekuhudumia. Maana akikuhudumia yule Roho atakuongoza sahihi. Utaenda kwa kiasi, utatembea kwa kiasi, utaomba kimapenzi ya Mungu, utaishi kimapenzi ya Mungu. Yesu atakutembea, Yesu atakuona njia zako. Wewe ndiye atakayekumbatia. Anasema waumware nitawaondoa mbele yako. Nasema hatua mpya juu ya kina mama, hatua mpya juu ya kanisa, hatua mpya juu ya kina baba, hatua mpya juu yangu. Ninatamka hatua mpya ya kimungu, hatua mpya ya kutumika, hatua mpya ya kufikiri, hatua mpya ya kusoma. Kabla mtumishi wa Mungu ataondoka madhabahuni, kabla mtumishi wa Mungu ataondoka madhabahuni, tangazo limetolewa. Kuna mtu mmoja bado ana hofu. Kuna mtu mmoja anaona kana kwamba anataka kuingia na kidonda, kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali. Anaweza akakaribia mahali hapa, akaribia leo na kwamba kuna kidonda bado kinaweza kukusumbua. Unaweza usiyafurahia ile maziwa. Naomba asogea mbele mtumishi wa Mungu aweze kutamka neno la kikuhani, aweze kutamka neno la kinabii, Wewe unaona na kidonda yaani nataka kuvuka nacho. Kabla mtumishi wa Mungu hajashuka madhabahuni, naomba sogea mahali hapa. Wewe Bwana anazungumza. Kabla sogea, usione aibu. Sogea. Wewe usione aibu, sogea mtumishi wa Mungu atamke. Kwa maana hii tuko na watumishi wa Mungu. Kwa maana hii tuko na manabii. Kwa maana hii tuko na wainjilisti. Kwa maana hii tuko na manabii. Kazi ya watumishi wa Mungu. Mahali uliposhinda kwa akili zako, yeye asimame kama kuhani. Umenisikia mtumishi wa Mungu? Ndio maana hii tuko na watumishi wa Mungu. Mahali uliposhinda wewe mwenyewe, ndio maana tuko na watumishi wa Mungu mahali hapa. Naomba tusogee mahali hapa. Sogea mtu wa Mungu. Wewe usiogope kabisa. Sogea. Zakayo akashuka haraka. Karibu mtumishi wa Mungu. Umesikia mwaliko wa sauti ya mtumishi wa Mungu. Ninatamka kushinda kwa yeyote aliye tayari kushinda.
Ninatamka kushinda kwa yeyote aliye tayari kushinda. Ninatamka kushinda kwa yeyote aliye tayari kushinda. Ninatamka kuinuliwa kwa yeyote aliye tayari kuinuka. Maana neno la Bwana linasema mkikubali na kutii, mkikubali na kutii, lazima ukubali na utii, ndipo neema yaje kwako. Katika jina la Yesu Kristo, ninapanda roho ya kuhubiri injili ndani yako. Ninapanda roho ya ujasiri ndani yako. Ninapanda roho ya uombaji ndani yako. Hata hapo kwa njia ya mtandao, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu mpya, pokea neema ya utumishi, neema ya utumishi, neema ya kuhubiri injili, neema ya kuhubiri injili katika jina la Yesu, neema ya kuhubiri injili katika jina la Yesu, neema ya uombaji katika jina la Yesu. Pokea kipawa cha kumtumikia Bwana. Pokea kipawa katika jina la Yesu. Pokea kipawa, pokea nguvu mpya, pokea kipawa katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu mpya, pokea kipawa, ujazwe mafuta, ujazwe nguvu, pokea kipawa cha kumtumikia Bwana katika jina la Yesu Kristo. Enenda kuhubiri injili, enenda ukatangaze. Neno la Mungu linasema jitahidini kujionyesha kwamba mmekubaliwa na Bwana. Endeni mkajitahidi, mkajionyeshe kwamba mmekubaliwa na Bwana, mkajionyeshe ya kwamba mmekubaliwa na Bwana, mkajionyeshe ya kwamba mmekubaliwa na Bwana, mkajionyeshe kwa mataifa, mkajionyeshe kwa makuhani, mkajionyeshe kwa Mafarisayo, mkajionyeshe ulimwenguni, mkajionyeshe kwa watakatifu kwamba mmekubaliwa na Bwana, kwamba mmekubaliwa na Bwana, kwamba mmekubaliwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila kipingamizi kilichokaa kwenye maisha yako na king'oa leo kwa jina la Yesu. Ninang'oa kila pingamizi, ninang'oa kila hila za shetani, ninang'oa kila mapanga ya adui, ninang'oa kila roho za magonjwa, ninang'oa kila roho za upinzani katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa kila udhaifu kwa damu inanayo mema ya Yesu Kristo. Pokea nguvu mpya, pokea ustawi mpya, pokea safari mpya, pokea mafuta yatakayokusafirisha. Pokea hayo mafuta, pokea mafuta ya Roho Mtakatifu, pokea mafuta ya Roho Mtakatifu, pokea hiyo nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Popote upitapo, usiache kumshukuru Yesu, usiache kumshukuru Mungu, usiache kumtukuza Yesu, usiache kumsifu Yesu, usiache kumshukuru Mungu. Popote upitapo, ukamshukuru tu Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea hiyo nguvu, pokea ushindi katika jina la Yesu. Mshangilie Yesu wakati ukiendelea kuadhimisha ibada. Endelea kumshangilia Yesu, endelea kumshangilia Yesu, endelea kumshangilia Yesu, endelea kumshangilia